Walimu katika baadhi ya shule wilayani Kiteto mkoani Manyara wameonyesha wasiwasi wa kushindwa kutumia nishati safi ya kupikia mashuleni kutokana na gharama za nishati hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameitaka Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi iwapo nchi hiyo haitokubali kusitisha mapigano nchini Ukraine. Na katika michezo, kikosi cha Simba kitasafiri kesho kuelekea Zanzibar kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wa finali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane, mchezo utakaochezwa Mei 25 kwenye uwanja wa Amani Complex kuanzia saa 10 jioni. Na asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel 10 Plus kama kituo chako bora kabisa. Mtazamaji, nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo, ambapo utakuwa nami Lulu Alile, lakini hapo baadaye tutajiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Nikusihi tuendelee kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Na habari kubwa usiku huu leo tunaangazia huko wilayani Kiteto, ambapo walimu katika baadhi ya shule wilayani Kiteto mkoani Manyara wameonyesha wasiwasi wa kushindwa kutumia nishati safi kupikia mashuleni kutokana na gharama za nishati hiyo kwa juu, pamoja na ujenzi miundombinu na uendeshaji wa mifumo yake. Hivyo wameomba serikali kujenga ruzuku maalum kwa ajili ya kuzisaidia shule hizo kumudu gharama hizo. Ripoti ya mwandishi wetu Elia Kimani anatuarifu zaidi. Wasiwasi huu umeelezwa na walimu wa baadhi ya shule katika wilaya ya Kiteto waliozungumza na Channel 10 juu ya maelekezo ya serikali kuzitaka shule zote kuhama kutoka matumizi ya kuni kwa ajili ya kupika chakula cha watoto shuleni hadi matumizi ya nishati safi ya gesi. Teknolojia inahitaji fedha. Inahitaji fedha kwanza, ujenzi wake wa miundombinu, kwa sababu kama serikali haitakuwa na hilo, lazima iangalie pia upande wa pili. Hii mifumo ni mifumo ya kisayansi, na usipoitumia katika namna nzuri inaweza kuleta madhara kwa kulipuka. Fanyeje? Kwa lazima kuwepo na usimamizi wa kihandisi, usimamizi wa kihandisi, na serikali yenyewe nayo iangalie. Kwa hiyo kwa ufupi ni gharama kubwa kuweka, tunahitaji ruzuku. Matumizi ya nishati yanakwama kwa sababu nyingi. Awali ya yote, kwanza idadi ya wanafunzi wenyewe ni wengi. Ukiangalia kwamba mfano tunataka labda kutumia gesi, kwa namna ambavyo idadi tuko nayo, tunawaza kwamba ni kwa kiasi gani tutakuwa na uwezo wa kuweza kuanzisha labda matumizi ya gesi kwa mfano kwa kundi ambalo tuko nalo. Lakini pia ni miundombinu. Hata sasa watoto tunawahudumia kwa ajili ya chakula cha mchana, wanapata uji, kwa wale wadogo wanapata uji saa 4, lakini pia mchana wanapata chakula cha mchana. Maofisa elimu sekondari na msingi wilayani hapa wanakiri kuwepo kwa ugumu wa matumizi ya mifumo ya nishati safi, na hivyo mwitikio wa shule kutumia nishati ya gesi kupikia chakula cha watoto bado ni kitendawili kutokana na gharama zake kuwa juu. Kutoka utumiaji wa kuni kama nishati tegemewa katika swala la kupika chakula mashuleni kwenda kwenye utumiaji wa nishati labda ya gesi au umeme, mwitikio bado sio mzuri sana kutokana na aidha changamoto ya gharama za uendeshaji au utumiaji wa gesi. Nishati safi haijaanza kutumika kabisa, na ni hitaji la ile nishati, lakini kwa mazingira yetu kwanza tunaona kama bei ya ile nishati na uwezo wa kumudu ile nishati kwa shule yenyewe na tuseme jamii yenyewe na ni hawezi kumudu ile bei kwa sasa. Lakini ni ipi njia inayoweza kuleta afueni katika matumizi ya nishati hiyo? Labda serikali iingilie kati kuweka mwongozo rasmi wa punguzo la bei kwenye hizi nishati. Kwa mfano kama ni gesi, pawepo na bei elekezi ambayo ni rafiki, inaweza kuzifanya shule zikaweza kununua. Kwa mfano shule za bweni zinapika asubuhi, mchana, usiku, ni matumizi makubwa. Kwa hiyo kama nishati itauzwa kwa bei hiyo iliyopo saa hizi, gharama ya uendeshaji inakuwa ni kubwa kuliko ambavyo wanaweza kutumia kuni. Ndakadhia kushindwa kumudu gharama za matumizi ya nishati safi
inakumba shule nyingi nchini, hivyo serikali ione uwezekano wa kusikia kilio hiki cha bei elekezi na hata ruzuku mashuleni. Kutoka wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10+. Sheikh wa mkoa wa Arusha Sheikh Shaaban bin Juma ametoa wito kwa wananchi wa mkoa huo na Watanzania kwa ujumla kujenga mazoea ya kuchangia damu ili kuwasaidia watu wenye uhitaji wa damu, hususan mama wajawazito, watoto na waathirika wa ajali. Salma Matanza kutoka mkoani Arusha ametuandalia taarifa ifuatayo. Sheikh Shabani ametoa wito huo wakati wa zoezi la uchangiaji wa damu kwa hiari lililoandaliwa na taasisi ya tabia za Kiislamu JAI na kufanyika katika viwanja vya msikiti mkuu wa Bondeni jijini Arusha. Kiongozi huyo wa kiimani amewakumbusha Watanzania umuhimu wa zoezi hilo, huku amiri mkuu wa JAI taifa Sheikh Yahya Masao akibainisha baadhi ya kazi zinazofanywa na taasisi yao. Mimi sina zaidi ya kuwaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuhakikisha wanaliunga mkono jambo hili, kwa sababu damu tunayoitafuta hapa ni damu nyekundu. Hatuhitaji nyeupe wala nilikuwa hiyo, na sote tunayo damu nyekundu. Kama nilivyosema awali kwamba jambo hili ambalo limesimamiwa ni wenzetu wa JAI ni jambo lenye kutoa tafsiri ya umoja wa taifa letu. Sisi tunao umoja wa taifa wa kitaifa ambao hauangalii rangi ya mtu, hauangalii mahala alikotoka. Tunauangalia huo taifa tu na kuilinda amani yetu. Jumuiya hii ni ya kusaidia wagonjwa wenye ndugu lakini ndugu hawana uwezo, wenye ndugu lakini ndugu wamewakimbia, wenye ndugu lakini ndugu hawana taarifa katika mahitaji yao yote, ikiwemo madawa yao, vipimo vyao, lakini zaidi pia kuwasafirisha wale wagonjwa ambao tayari wameshapata ile matibabu. Jumuiya hii haibagui dini, rangi, kabila wala jinsia. Lakini jumuiya hii pia vile vile tumejikita katika mazoezi muhimu sana. Nayo sio mazoezi mengine, ni mazoezi ya damu. Tunatoa damu. Lakini pia vile vile kuna muundo kazi ambao tumejiwekea, ikiwa ni kazi za kufanya katika maeneo mbalimbali ya kihospitali, hususan mahospitali ya kiserikali. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wametoa wito kwa Watanzania wenzao kupa taratibu unit moja kila mmoja achangie kuokoa maisha ya kina mama, wajawazito na watoto. Unit yako moja sawasawa wastani wa mililita 350. Zoezi hilo la uchangiaji wa damu ni sehemu ya mkutano mkuu wa taasisi ya JAI ambao kitaifa umefanyika jijini Arusha na kukutanisha wanajai zaidi ya 800 kote nchini, ambapo takriban uniti 200 za damu zimekusanywa zinazotarajia kusaidia zaidi ya wahitaji 600. Mimi ni Salma Matanza na hii ni Channel 10+. Mkuu wa sera za kigeni Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameitaka Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi iwapo nchi hiyo haitakubali kusitisha mapigano nchini Ukraine. Akizungumza siku ya Jumanne katika mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Kallas alisema Marekani imesema ikiwa Urusi haitakubali kusitisha kwa mapigano bila masharti, basi hatua kali zitachukuliwa. Amesema wanataka kuona hatua hizi zikichukuliwa pia kutoka upande wa Marekani. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kwa mazungumzo ya simu kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Urusi Vladimir Putin wameonyesha kuwa Putin hayuko tayari kwa makubaliano mazito ya amani. Aidha, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema ni vyema serikali ya Marekani ikishirikishwa katika juhudi za amani za Ukraine, lakini ni muhimu kwa Ulaya na Ukraine kuhusishwa pia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewashutumu viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Canada kwa kuwapa Hamas zawadi kubwa baada ya kutoa wito wa kusitishwa kwa operation mbaya za kijeshi huko Gaza. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Siku ya Jumatatu, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney walikosoa serikali ya Israel kwa kuzidisha mashambulizi ya kijeshi huko Gaza, wakionya kuchukua hatua kali ikiwa Netanyahu hatabadili mkondo. Hata hivyo, Netanyahu alisema nchi yake itaendelea kushinikiza ushindi kamili dhidi ya Hamas. Tangu mwanzo wa vita tulisema ili kupata ushindi kamili ni lazima tushinde Hamas na kuachilia mateka wetu wote
kuna mapigano makali yanaendelea, mashambulizi makali na makubwa. Tulidhibiti maeneo yote ya ukanda wa Gaza na hilo ndiyo tutakalolifanya, Netanyahu alisisitiza. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamesema iwapo Israel haitositisha mashambulizi mapya ya kijeshi na kuondoa vikwazo vyake vya kibinadamu, watachukua hatua kali zaidi. Viongozi hao pia walitoa wito kwa Hamas kuachilia mateka ambao wamekuwa wakiwashikilia tangu shambulio la Oktoba 7, 2023. Shabani Mpute, Channel 10+. Watumishi wapya wa chuo cha uhasibu Arusha IAA wamehimizwa kwa wazalendo kutunza siri za serikali na kuzingatia maadili katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha utendaji na uwajibikaji kazini. Jamila Omar kutoka Arusha anatuarifu zaidi. Mafunzo hayo yaliyojikita katika kuimarisha misingi ya utawala bora yamelenga kuwawezesha viongozi wa umma kusimamia maadili kwa weledi, kuimarisha uwazi na kuhimiza uwajibikaji wa taasisi wanazozisimamia kwa mujibu wa sheria na taratibu za utumishi wa umma. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Misaile Musa, amesema kuwa taifa haliwezi kupata maendeleo ya kweli pasipokuwa na viongozi wenye maadili, waadilifu na wenye moyo wa kizalendo katika kuwahudumia wananchi. Na sisi kama viongozi tukikosa uadilifu, tukikosa uzalendo, tutafakari tunaoongoza watakuwa katika mazingira gani. Kwa hiyo tukikumbatia, manake na wengine watalazimika kutuiga kwa kutuangalia na vitendo vyetu kwa vitendo. Kwa upande wake, Gerard Mwaitebele, katibu msaidizi kutoka ofisi ya Rais, Secretariat ya maadili ya viongozi wa umma, amesema kuwa mafunzo haya ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuhakikisha uadilifu unakuwa sehemu ya utamaduni wa kiuongozi katika sekta ya umma. Tanzania kila mmoja tukifanya uadilifu, hakutakuwa na kero. Hakutakuwa na mtu akikuwa mwadilifu hataweza kaonea watu, hatanyanyasa watumishi wa umma, hata kula rasilimali za umma, hata zingine kwenye mgogano na maslahi, hataonea watu, lakini vile vile ataheshimu kwamba cheo ni dhamana. Tuna deni na tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini tuko tayari kuifanya. Sisi tunachohitaji ni ushirikiano wa viongozi, ni ushirikiano wao, watuite, na sisi tuko tayari kufanya katika level zozote zile ambazo wanahitaji mafunzo haya kwa kuwa tuna uzoefu wa muda mrefu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Madaktari bingwa na wabobezi wa tiba za binadamu wa kampeni ya madaktari bingwa wa Mama Samia wameanza kutoa huduma mkoani Rukwa katika hospitali za wilaya mkoani Rukwa. Wilbert Sumia anatuarifu zaidi kutoka huko mkoani Rukwa. Madaktari bingwa wamepokewa na serikali ya mkoa wa Rukwa, ambapo katibu tawala mkoa wa Rukwa Msalika Makungu amesema ujio wa madaktari bingwa mkoani Rukwa unasaidia kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Tuangalie ni kwa namna gani katika utoaji wa huduma zetu tumepunguza vifo vinavyotokana na uzazi. Kwamba pamoja shughuli ya utoaji wa huduma wajengea uwezo wataalamu wetu, lakini muangalie namba zetu zinakwenda namna gani kote mtakakokuwa. Mratibu wa madaktari bingwa wa Mama Samia mkoani Rukwa, Dr. Joakim Masunga, amesema wamejiandaa ipasavyo ili kutoa huduma pamoja na mafunzo ili kutimiza malengo ya kuimarisha afya za wananchi. Tunaleta timu ili tuweze kuwajengea uwezo madaktari na wauguzi na watoa huduma wa afya wengine ambao wako kwenye vituo vya kutolea huduma, ili tuweze kufikia mahala ambapo tutapunguza vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na watoto. Tunashukuru kwa nafasi hii kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuendeleza huduma hii ya kuwapatia wananchi huduma za kibingwa na bobezi karibu na wanakoishi. Pia tunashukuru kwa mkoa wa Rukwa kutupokea na kutuandalia mazingira salama ya kufanya kazi hii kuanzia leo mpaka Jumamosi, kumaanisha kwa siku 7. Hivyo basi sisi tuko tayari kutoa huduma hii ya kibingwa na kibobezi kwa wananchi. Karibuni wote mpate huduma hii.
Huduma za kibingwa zitatolewa kwa siku 7 katika hospitali zote za wilaya zilizoko mkoani Rukwa. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, Wilibard Sumia, Channel 10. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya Umoja wa Mataifa ICJ Jumatatu imeunga mkono Equatorial Guinea katika mzozo wa miongo kadhaa kati yake na Gabon kuhusu visiwa. Taarifa ifuatayo inatueleza zaidi. Nchi mbili za Afrika Magharibi, Guinea ya Equator na Gabon, zimekuwa zikizozana kuhusu kisiwa chenye ukubwa wa hekta 30 chambanie na visiwa viwili vidogo katika nyanda za chini, Cocotiers na Konga, tangu mwanzoni mwa miaka ya 1970. Visiwa hivyo ni vidogo na havikaliwi na watu, lakini viko katika eneo ambalo linaweza kuwa na kiasi kikubwa cha mafuta na gesi. Mzozo huo ulianza mnamo mwaka 1900 wakati mataifa yenye nguvu ya kikoloni Ufaransa na Uhispania zilitia saini mkataba huko Paris wa kuweka mipaka kati ya nchi hizo mbili, lakini Gabon ilisema kuwa mkataba wa baadaye, mkataba wa Bata wa mwaka 1974, ulikuwa umechorwa upya mpaka wa visiwa hivyo kwa niaba yao. Hata hivyo, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ iliamua kwamba mkataba wa Bata uliotungwa na Jamhuri ya Gabon sio mkataba wa kisheria na haujumuishi hati ya kisheria ya umiliki. Ilisema kwamba hati miliki halali ya visiwa hivyo ilikuwa inashikiriwa na Uhispania, ambayo baadaye ilipitishwa kwa Equatorial Guinea baada ya kupata uhuru wake mnamo mwaka 1968. Tofauti na mataifa mengi yaliyofikishwa mbele ya mahakama ya ICJ huko The Hague, ambayo hutoa hukumu katika mzozo kati ya mataifa, Guinea na Equatorial Guinea zilikubali kuwaomba majaji kutoa uamuzi katika juhudi za kutafuta mwafaka. Filipina Ndwata, Channel 10+. Serikali kupitia Wizara ya Maji imetoa pampu 100 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya kusaidia wananchi kwa vijiji 84 kupata maji safi na salama kutoka kwenye visima wilayani Bariadi mkoani Simiyu, huku wananchi wilayani humo wakishukuru serikali kwa kuwaondolea adha ya upatikanaji wa maji. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka Bariadi mkoani Simiyu inatueleza. Maji haya tunayashukuru sana kutengenezwa hivyo. Koki hizo ziendelee moja kwa moja. Hatuna shida na uhaba wa maji, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu. Naibu Waziri wa Maji na mbunge wa Bariadi mkoani Simiyu akizungumza na wananchi wa kata za Matondo na Ihusi akiwa katika ziara ya kueleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa mwaka 2020-2025 kwenye kata katika jimbo hilo. Anasema serikali imetoa pampu hizo ambazo zitawezesha wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia Mheshimiwa Rais amenipatia pampu 100 kwa ajili ya jimbo langu hili, ambayo ni sawasawa na gharama ya milioni 350. Milioni 300 kwa ajili ya pampu na milioni 50 kwa ajili ya kujenga ile miundombinu na kuhakikisha kwamba tunatoa maji yaliyo safi, yaliyo salama. Lakini lengo letu ni kuhakikisha vijiji vyote 84 vinapata maji ya bomba. Nafikiri nimeeleweka. Sasa labda niseme tu kwa kifupi, hizi pampu zimenunuliwa 100 na pampu hizi mheshimiwa aliziomba kama alivyosema, na atagawa vijiji vyote 84. Kutoka hapa Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Plus Habari na hii ni Channel 10+. Mimi ni Lulu Ali. Tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaendelea mbele zaidi na taarifa yetu ya habari. Channel 10+. Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi na tunaendelea kuangazia taarifa ya habari. Tuangazie huko Pemba ambapo tunaambiwa mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Salama Mbaruk Khatib amekutana na kufanya mazungumzo na kamishna wa mamlaka ya mapato Zanzibar, ambapo wamekubaliana kushirikiana katika kukusanya mapato serikali na kuwataka watendaji wa mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato ili kuiwezesha serikali kutekeleza miradi ya maendeleo. Taarifa kutoka Pemba inatueleza zaidi.
Kauli hiyo ameitoa wakati akizungumza na ujumbe wa ZRA ukiongozwa na kamishina wa mamlaka hiyo aliyefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kujitambulisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba mapato yaongezeke, lakini kwa ubora zaidi. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunakupa mashirikiano, lakini pia tuna wajibu wa kusimamia hayo mapato ili kuona kwamba kwa wale watu ambao pengine wanakwenda kinyume na utaratibu wa kaidi, au tunashirikiana na taasisi yako ili kuona kwamba tunawadhibiti, lakini kuhakikisha kwamba wanatozwa fine, lakini pia na kuweza kulipa kile kilichotakiwa kilipo. Miongoni mwa hayo ni kuhakikisha kwamba wanafanya kwa utaratibu. Kwa hiyo ni kutoe wasiwasi kwamba sisi swala la mashirikiano ni wajibu wetu. Naye kamishina wa ZRA Saidi Osman Kiondo amesema makusanyo yanayofanywa na mamlaka hiyo yana mchango mkubwa na yanasaidia katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya nchi. Pia tunairudisha nyuma serikali. Ile imani walionao wananchi kwa serikali na kwa kila kitu tunachofanya sisi kina mchango mkubwa kwenye shughuli za kiserikali na hata kwenye shughuli za kisiasa. Kwa hiyo ni lazima tufanye kazi. Kwa hiyo utakapoona tunakufuata kama sio mimi, wenzangu ambao wako hapa wakiomba msaada wote, basi wapokee, wasaidie. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Jumatano ametupilia mbali wazo la kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia baada ya kupokea barua kutoka kwa Rais Donald Trump ambaye alipendekeza mazungumzo hayo. Taarifa ya mwanahabari wetu inatusimulia zaidi. Trump alisema wiki iliyopita kwamba alituma barua kwa Khamenei akipendekeza mazungumzo ya nyuklia, lakini alionya pia kwamba kuna njia mbili Iran inaweza kushughulikiwa kijeshi au kuingia mkataba unaozuia Tehran kupata silaha za nyuklia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa mazungumzo ya nyuklia na Marekani haiwezi kuzaa matunda yoyote huku kukiwa na mzozo wa kidiplomasia kuhusu shughuli za Jamhuri ya Kiislamu ya kurutubishwa uranium. Akizungumza leo siku ya Jumanne, Khamenei alisema hafikirii kuwa mazungumzo hayo yatakuwa na matokeo yoyote na hawajui kitakachotokea. Kulingana na kiongozi huyo wa kidini, kuinyima Iran haki ya kurutubisha madini ya uranium ni kosa kubwa. Iran na Marekani zimekuwa na duru 4 za mazungumzo ya nyuklia tangu Aprili 12, mazungumzo ambayo yamehusisha maafisa wa ngazi ya juu kutoka nchi hizo mbili zinazohasimiana tangu Marekani kujiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Shabani Mpute, Channel 10+. Vijana mkoani Ruvuma wametakiwa kuchangamkia fursa za kilimo cha tumbaku kwa kuwa ni zao kuu la biashara hapa nchini ili kuweza kuongeza kipato na kuinua uchumi wa taifa, kwani tayari makampuni matatu yamejitokeza kununua zao hilo kwa wakulima waliopo kwenye vyama vya msingi baada ya makampuni hayo kuingia mkataba wa ununuzi na chama kikuu cha ushirika cha Songea na Namtumbo Sonamco. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa mwanahabari wetu Dita Nyoni. Wito huo umetolewa na wajumbe wa kamati ya utekelezaji Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Ruvuma wakati walipotembelea shamba la mkulima wa tumbaku wa kijiji cha Mlete, halmashauri ya manispaa ya Songea, kwa lengo la kujifunza namna zao hilo linavyolimwa na kuchangia kupata fedha za kigeni hapa nchini. Kwa naamini tukitoka hapa na sisi tutaenda kukaa kama Jumuiya ya Umoja wa Vijana ngazi ya mkoa wa Ruvuma, tutaenda kuangalia namna gani ambapo sisi wenyewe kwanza tumeona hii fursa nzuri tunaweza tukafanya kukuza uchumi wa jumuiya yetu kwa ngazi ya mkoa, lakini pia kuangalia na pia na wilaya zetu na eneo ya makata huku wakafanya hiki kilimo na kuweza kujipatia fedha kuinua uchumi kwanza wa jumuiya, lakini pia wa mtu mmoja mmoja. Kilimo cha tumbaku ni kuhusu kutafutiwa soko. Ukishamaliza kulima, shirika kama shirika linakutafutia soko ili uweze kulima mazao yako. Kwa hiyo niombe tu vijana kwa umoja wa vijana wa Ruvuma na taifa kwa ujumla tuweze kuhamasika kuweza kuingia katika kilimo cha tumbaku, tuache kukaa na kulalamika kuwa ajira hazipo, lakini tuamini kuwa kilimo kinalipa.
Hata hivyo, meneja wa chama kikuu cha ushirika SUNAMCO Juma Mwanga amewatoa hofu vijana mkoani humo kwa kuwa chama kikuu kinatoa mikopo ili kuwawezesha kulima zao hilo ambalo limepata soko la uhakika hapa nchini baada ya makampuni matatu kujitokeza kununua tumbaku yote kwa mwaka wa fedha 24-25. Kwa mfano, kwa mwaka jana tumeingia contract ya tani zisizopungua 6,000 kuwazalishia. Kwa sisi baada ya kupata ile mkataba na makampuni tunapeleka kwenye vyama vya msingi sasa vya ushirika ambao vipo katika kila kijiji. Kwa kama nilivyosema, kazi kubwa chama kikuu ni masoko. Kwa tunaingia contract kwanza na wanunuzi wale wa tumbaku. Kwa mkulima wa tumbaku yoyote katika mkoa wetu na nchini kwa ujumla, anapokuwa analima tumbaku kama hivi, anatakiwa kwanza na uhakika wa soko. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Wakazi wa kata ya Mnolela mkoani Lindi wamesema vijana wengi wameanza kujihusisha na kilimo cha korosho baada ya serikali kuanza kuwasaidia pembejeo za kilimo hicho ikiwemo vifuatilifu ambavyo vinatolewa bure na serikali. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza katika ghala la kuhifadhi viuatilifu vya mikorosho aina sulfa ya unga, wakulima kata Mnolela ambao tayari wamepokea viuatilifu hivyo wamesema vijana wamekuwa na hamasa ya kujihusisha na kilimo cha korosho tangu serikali ilipoanza kutoa bure viuatilifu vya zao hilo, ambapo kwa mwaka huu wamejitokeza mapema kuchukua viuatilifu kabla msimu kuanza. Lakini baada ya serikali kuliona hili zao ni lenye tija kwa nchi kiujumla, ni zao la kiuchumi, basi wakafanya jitihada ya kutukomboa sisi wakulima, kutuletea pembejeo kwa wakati na kututafutia soko ili thamani ya korosho isishuke kama ilivyokuwa nyuma. Ndipo na sisi vijana tulipoona hili ndio zao la kulikimbilia. Leo hii vijana tunanufaika, tumejenga, tunaishi maisha mazuri kwa sababu ya zao la korosho. Na ametuletea kwa wakati, tunashukuru sana na waendelee kutuhudumia, na sisi tupo tayari kama wakulima kufanya shughuli zote za kilimo. Tunahakikisha tutasafisha mikorosho vizuri, tunahakikisha kwamba korosho tutaziandaa vizuri, mbovu tutaweka pembeni, bora tutaweka pembeni, ili mradi kwamba tunapopeleka sokoni basi bodi ya korosho wakati wanachukua dhamana ya kuchukua zile korosho na kupeleka katika masoko ya nje, tuwe tunapata sifa mzuri kabisa katika nchi yetu ya Tanzania tukiwa na tuna korosho bora kabisa. Bodi ya korosho nchini inasema imeanza kusambaza viuatilifu mapema kabla msimu kuanza ili kuendana na mahitaji ya wakulima, na kwamba kufanya hivyo itasaidia kufikia malengo ya uzalishaji wa tani 700,000 katika msimu huu wa mwaka 2025-2026. Sababu lengo la msimu huu ni kusambaza tani 40,000. Tuna sulfa tumeshapokea tayari ya kutosha msimu mzima. Sulfa tayari tunayo kwenye magala, tunayo sulfa kutosha msimu mzima. Kwenye upande wa viuatilifu vya maji tayari tumeshapokea lita 1,500,000, takriban 50% ya pembejeo zote za maji ambazo zitakuwa kuwepo hapa nchini. Nazo tayari tumeshazipokea. Lakini uzuri ni kwamba zinaendelea wazabuni wanaendelea kuleta zile pembejeo, tutaendelea kuzisambaza kadri ambavyo zinaendelea kupokelewa na kuzisambaza kwenda kwa wakulima. Kutoka mkoani Lindi, Adam Malima, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka kwa mkoani Mtwara ndio natupasa kwenda kuungana na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kutazama Channel 10 Plus. Channel 10 Plus. Na sasa ni wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu. Kikosi cha Simba kitasafiri kesho kwenda Zanzibar kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ambao utachezwa Mei 25 kwenye uwanja wa Amani Complex kuanzia saa 10 jioni. Zaidi na mwanamichezo wetu Witness Ngalawa. Hayo yamesemwa leo Mei 20 na ofisa habari wa Simba Ahmed Ali wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo kuhusu mchezo huo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane. Amesema Simba hawawezi kushindwa kupata matokeo mazuri katika uwanja wa Amani Zanzibar. Tutaondoka kwa pamoja kesho kuelekea Zanzibar kwenda kuanza kambi yetu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huo.
muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna mtu atatuelewa. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuanza maandalizi hivi sasa. Tunapaswa kuanza mapambano hivi sasa. Tunapaswa kuanza harakati za ushindi hivi sasa. Twende tukamtapishi RS Berkane. Tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania. Na kombe halibaki kwa maneno. Kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya 100% kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki, fanyeni kazi yenu kwa 100%. Wachezaji wakafanye kazi zao kwa 100%. Benchi la ufundi pamoja na viongozi. Components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha, mnyama anachukua ubingwa Afrika msimu huu, ndugu zanguni. Aidha, Ahmed Ally ametangaza bei za tiketi mpya baada ya mabadiliko ya mchezo huo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa na kupeleka uwanja wa New Amani Complex, ambapo amewajuza mashabiki waliokuwa wamekata tiketi kabla ya mabadiliko hayo na kuwa tiketi zao watazitumia kwenye tamasha la siku ya Simba, yaani Simba Day, inayotarajiwa kufanyika mwezi wa 8 mwaka huu. Katika hatua nyingine, ofisa habari wa mawasiliano ya TFF Clifford Mario Ndimbo na Ahmed Hussein wa shirikisho la soka nchini Uganda wameteuliwa na CAF kuwa maofisa habari wa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Simba dhidi ya RS Berkane Mei 25 mwaka huu 2025. Mimi ni mwanamchezo wako Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Kutoka Lindi, mkuu wa mkoa Zainabu Talek amewaasa Watanzania kuendelea kuipa moyo timu ya soka ya Simba ambayo ni wawakilishi pekee katika michuano ya kitaifa ili waweze kuipa heshima nchi na nchi zote za Afrika Mashariki licha ya kushindwa kupata ushindi kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya timu ya Berkane huko nchini Morocco. Ahmed Nandonde anatuarifu zaidi. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la ushirika mkoani Lindi, Mheshimiwa Telak amesema Watanzania wana kila sababu kuiunga timu ya soka ya Simba bila kujali ni shabiki wa timu gani, kwani endapo timu ya Simba itafanikiwa kutoa kombe la shirikisho, heshima itabaki kwa Watanzania wote. Mimi siwezi kusema kwamba tumefanya vibaya, tumeanza. Ugenini ni ugenini. Kwa hiyo tumuombe Mungu watakapokuja kwetu na sisi bahati iwe upande wetu. Tuendelee kuhamasisha timu yetu, kuishangilia, kwa sababu kwenye hili hakuna mwenye timu, si ndio? Huku tunakwenda kama nchi ya Tanzania. Hakuna Yanga, hakuna Simba, tunakwenda wa Tanzania. Hongereni. Baadhi ya mashabiki wa Simba kutoka maeneo mbalimbali mkoani Lindi wamesema licha ya kipigo cha bao 2 kwa bila, lakini hawana wasiwasi hata kidogo na kwamba matumaini walionayo ni kuhakikisha wanatoa kombe hilo. Vijana wakapunguza makosa yasiokuwa na lazima. Ile timu ya Berkane ni timu ya kawaida kabisa na inaweza ikafungika vizuri. Na inshallah ombi letu la kutumia uwanja wetu wa Mkapa likikubaliwa, mambo yatakuwa vizuri zaidi. Imani tunayo kwa sababu na sisi tuko nyumbani, tuna pressure kubwa kutokana na nguvu ya mashabiki wetu. Ndio maana tunang'ania uwanja wa Mkapa kwa sababu ile uwanja unachukua mashabiki 60,000. Kwa hiyo pressure ya mashabiki na si wenyewe ile morali ya kwa nyumbani inafaa tu tuna nguvu sana. Ukiona wale Berkane wenyewe kwa wanashinda 4-5 kisi kwetu kidogo haikuwa kama matarajio yao. Ndio maana na wenyewe kidogo hawakufurahia matokeo yale. Ila niseme tu kwa wana Simba wenzangu na kwa Watanzania wote kwa ujumla kwamba aishi mpaka ishe. Wakija huku kwetu tutawapiga kama kawaida, na kwanza niwape pole wa RS Berkane kwamba hawakufanya hawakutufunga 3, lakini 2 ni kawaida mnyama kurudisha. Kama tuliwafunga wale ambao tulicheza nao kipindi kile, tuliwafunga kwao 2. Hawa wakija huku kwetu wanakufa. Iwe kwa Mkapa, iwe Zanzibar, iwe uwanja wowote wanakufa. Kufungwa
kwa kwao sisi hakutuogopeshi. Ukiniuliza kwa nini? Wakija kwetu sisi tuna uhakika wa kurudisha na kuongezea za kwao nyingine za ziada. Sijui tumefungwa bao 2, mimi hainitii wasiwasi. Na ninaamini na tutaweza na tutashinda na kombe litabakia hapa. Ahmad Nandonde, Channel 10, michezo na burudani, Lindi. Zaidi ya kata 10 zimeshiriki bonanza la michezo jijini Dodoma lenye lengo la kuhamasisha amani na utulivu kipindi cha uchaguzi, huku timu 2 zikifanikiwa kufika fainali na kunyakua zawadi mbalimbali ikiwemo ng'ombe, kombe na mbuzi. Tujiunge na mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma ambaye ndiye mgeni rasmi katika mashindano hayo yaliyoandaliwa na Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma amesema michezo hiyo ni zaidi ya fursa kwa vijana katika kuendeleza vipaji vyao na kufahamu fursa mbalimbali za kiuchumi. Na mimi naamini kupitia michezo hii wako vijana watakuwa wameonwa na timu mbalimbali, watapiga hatua nyingine kwenda kuchezea timu hizo. Kupitia michezo hii vijana mmejua uko mfuko wa uwezeshaji. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi amebainisha umuhimu wa kuwashirikisha vijana katika majukwaa mbalimbali ikiwemo ya michezo. Michezo imesaidia kupunguza uhalifu katika mkoa wa Dodoma. Hii ni programu ambayo tumeanzisha, michezo kwa vijana katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa vijana wametoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Wadau wa michezo wametaka vijana kuchukulia michezo kama ajira na kuimarisha mahusiano na taasisi zingine zinazowazunguka katika jamii. Mchezo nao sasa hivi sio furaha tena, ni ajira. Watu wanaingiza pesa nyingi sana. Kimekuwa ni kiwanda kikubwa. Nadhani hata mama anasapoti Mheshimiwa Rais. Kwanza ni mshukuru, manake inatuleta karibu na askari, tunakuwa hatuogopi tena. Kuna pia inasaidia kuzuia uhalifu. Katika mashindano hayo kata cha Ng'ombe iliibuka na ushindi wa kwanza na kuondoka na ng'ombe 1 na mpira wa miguu, huku mshindi wa pili kata ya Mpunguzi ikipata mbuzi 2 na mpira wa miguu, na mshindi wa 3 kata ya Iyumbu ikiambulia mbuzi 1 na mpira 1, huku washiriki wote wakifutwa machozi kwa kupatiwa mpira 1 kwa ajili ya kusakata kabumbu katika mitaa yao, ikiwemo timu ya polisi jamii wana Chipolopolo iliyotupwa nje dakika za asubuhi za mashindano hayo. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Taarifa hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze habari za michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tutaangazia yale ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali duniani. Tukianza nchini Uingereza, klabu ya Leicester City wamepelekwa kwenye tume huru na ligi kuu ya Uingereza kwa madai ya kukiuka kanuni za fedha za EFL kwa msimu wa 2023-2024 waliposhiriki Championship. Klabu hiyo inaweza kuadhibiwa kwa kukatwa alama na kutozwa faini, ingawa haijafahamika wazi ni lini, nini au jinsi gani hilo litafanyika. Tume huru pia itatathmini ukiukwaji mwingine unaodaiwa kufanywa na Leicester, kwamba walishindwa kutoa hesabu za ligi kuu kufikia tarehe 31 Disemba 2024 na kwamba hawakutoa usaidizi kamili na wa haraka kwa ligi kuu katika kujibu maswali mbalimbali. Leicester ambao msimu huu wameshuka daraja kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka 3 walisema klabu inakusudia kushiriki kwa ushirikiano katika swala hili kwa kuwa mamlaka ya ligi kuu ya Uingereza imeanzishwa kwa kipindi kinachoishia mwaka wa fedha 2024. Na huko nchini Uholanzi, kocha wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag anaweza kurejea Ajax Amsterdam msimu ujao. Mkurugenzi wa ufundi wa klabu hiyo amesema hayo. Ten Hag amekuwa hana kazi tangu kutimuliwa kwake Oktoba, lakini Alex Kroos aliambia televisheni ya Uholanzi NOS kwamba Ten Hag ni mgombea kuchukua nafasi ya Francesco Farioli ambaye alijiuzulu siku ya Jumatatu. Ten Hag alihudhuria mchezo wa mwisho wa Ajax katika msimu wa ligi ya Uholanzi dhidi ya FC 20 siku ya Jumapili. Walishinda mabao 2-0 lakini walikosa kutoa ubingwa. Ten Hag mwenye umri wa miaka 55 aliifundisha Ajax kuanzia 2018 hadi 2022 akishinda mataji 3 ya ligi na kuipeleka klabu hiyo nusu fainali ya ligi ya mabingwa mwaka 2019. Farioli alijiuzulu Jumatatu, lakini tayari alikuwa ameamua kuondoka
baada ya sare kwenye mchezo dhidi ya Groningen Jumatano iliyopita na kuachia nafasi ya kwanza kwenye msimamo kwa PSV aliyefanikiwa kutoa ubingwa. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Na sasa ni wasaa wa kujua kunani na kimejiri nini katika upande wa habari za burudani. Aliyewahi kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 ambaye pia ni mwanamitindo, mjasiriamali na mwigizaji kutoka nchini Tanzania, Wema Sepetu ameitwa na bodi ya filamu Tanzania kufika katika ofisi zao zilizopo Kivukoni jijini Dar es Salaam Alhamisi Mei 22 mwaka huu 2025 saa 4 asubuhi kwa mahojiano maalum. Kupitia chapisho ambalo limewekwa kwenye ukurasa rasmi wa Instagram, bodi hiyo imetoa wito kufuatia picha zilizosambaa mtandaoni zikimwonyesha Wema akiwa amevalia mavazi yanayoelezwa kukiuka maadili na staha ya jamii ya Tanzania. Bodi ya filamu imesisitiza kuwa ina wajibu wa kusimamia maadili, nidhamu katika sekta ya filamu na haitasita kuchukua hatua dhidi ya mienendo yoyote inayohatarisha taswira ya tasnia na maadili ya Tanzania. Aidha, imewahimiza wadau wote wa filamu nchini kuendelea kuwa mfano wa kuigwa katika kazi zao na maisha kila siku ya kudumisha maadili, utamaduni na heshima kwa taifa. Na hivyo ndivyo tunavyohitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Ni kurejeshe kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari. Mimi ni Esther Mtebe. Namna hiyo Esther Mtebe anatuacha katika upande wa michezo na burudani. Mtazamaji, ni kukumbusha katika upande wa habari ya kutwa nzima ya leo ilikuwa nami Lulu Ali. Endelea tu kutufuatilia katika peji zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment na kuacha na utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo. Wakati mwingine uwe na usiku mwema. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri huko kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Kwa upande wa Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria pamoja na Kigoma, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Channel 10 Plus.